baada ya kuhimizwa na kuonyeshwa wajibu wa umuhimu siku husika kutobaki nyumbani, atoke aelekee kituoni kwenda kuchagua, kwa maana ashiriki kufanya uchaguzi. Sasa wakati unaelekea kituoni, nani wa kumchagua? Ndugu mgeni rasmi, kama ilivyotambulishwa, umma unaoona hapa ukumbini ni wa jimbo moja, jimbo la Kibamba. Tuna jimbo ambalo ndio lina kata chache, kwa sababu ni jimbo lenye kata 6 katika kata 14 zilizopo ndani ya wilaya ya Ubungo. Laiti lingekuwa la wilaya nzima, sidhani kama tungetosha hapa sehemu husika, kwa sababu yapo magari ambayo yamebaki kwa sababu ya ukumbi tayari nao umeshona. Nani wa kumchagua? Na kwa nini tunawasilisha mada ya nani wa kumchagua? Na kwa nini mada hiyo inawasilishwa kwa wana Kibamba? Kwa nini tunawasilisha mada ya nani wa kumchagua? Na kwa nini mada hiyo inawasilishwa kwa wana Kibamba, jimbo la Kibamba? Kwa nini Kibamba? Siku ya tarehe 29 ni siku muhimu kwa wana Kibamba kwa sababu ya umuhimu wa Kibamba yenyewe. Tunaitaja Kibamba kwa sababu ndiyo jimbo husika na ndiyo wahusika waliomo humu ndani. Jimbo la Kibamba ndiyo dira ya wilaya ya Ubungo. Jimbo la Kibamba ndiyo tunu ya wilaya ya Ubungo, lakini jimbo la Kibamba ndiyo wilaya ya Ubungo. Nimepewa dakika 5 Mheshimiwa Sheikh, na napenda nizitumie vizuri. Najaribu kuchinja mambo mengi ili nitumie dakika kiuzuri zaidi. Kwa nini tunasema jimbo la Kibamba ndiyo dira ya wilaya? Kwa nini tunasema jimbo la Kibamba ndiyo fahari ya wilaya? Na kwa nini tunasema jimbo la Kibamba ndiyo roho ya wilaya ya Ubungo? Wilaya nzima yenye kata 14, roho yake, fahari yake, tunu yake iko ndani ya jimbo la Kibamba. Lakini si Kibamba tu, hata mkoa mzima wa Dar es Salaam, fahari yao, sehemu ya fahari yao ipo ndani ya jimbo la Kibamba. Lakini si mkoa tu, hata taifa kwa ujumla, fahari yao, tunu yao, sehemu ya heshima yao ipo ndani ya jimbo la Kibamba. Usisahau mada husika, nani wa kumchagua. Swali ala nabi. Kwa nini Kibamba ndiyo roho? Kwa sababu Kibamba ndiyo iliyokusanya wilaya. Viongozi wa dini, Kibamba imetunukiwa. Kwa hiyo tukipoteza katika Kibamba, tumewaathiri wengi ndani ya wilaya ya Ubungo, hata wale ambao wengine si wana Kibamba. Jimbo la Kibamba, kiongozi wetu wa dini, sisi wanadini wa wilaya ya Ubungo, ikulu yake, utulivu wake, ufanisi wake upo ndani ya jimbo la Kibamba. Makazi yake anaishi ndani ya jimbo la Kibamba. Kwa shekhe wa wilaya yupo ndani ya jimbo la nini? Hiyo ni fahari ya kwanza. Lakini si hilo tu, katibu wa wilaya ya Ubungo nipo kwenye idara ya dini. Kwanza naomba ripoti hiyo, alafu mwana Kibamba angalia nani wa kumchagua. Katibu wa wilaya ya Ubungo, umma wa Kiislamu ukimwangalia ndani ya wilaya yake, makazi yake, utulivu wake, fahari yake ipo ndani ya jimbo la Kibamba. Yupo kata ya Saranga, ni Kibamba. Si hilo tu, shekhe wa wilaya ana jopo la baraza la mashekhe. Sehemu 90% wa baraza la mashekhe wapo ndani ya jimbo la Kibamba. Maana yake wanasheria wa Kiislamu wa wilaya ya Ubungo waliopewa ridhaa na Mheshimiwa Mufti wapo ndani ya jimbo la Kibamba. Kibamba ni tunu ya Waislamu. Kama wana Kibamba tunayo haki ya kutambua mada husika, nani wa kumchagua. Tuame, Kibamba ndiyo makao makuu ya wilaya. Mheshimiwa DC wetu, mkuu wetu wa wilaya, makao makuu yake ya wilaya, kwa maana ofisi za wilaya kimajengo, kiutendaji, zipo ndani ya jimbo la Kibamba, zipo Luguruni.
Kibamba ndiyo makao makuu ya manispaa ya wilaya. Mkurugenzi wa wilaya, mkurugenzi wa manispaa ya wilaya ya Ubungo, ofisi yake, majengo yake, makao makuu yake yako ndani ya jimbo la Kibamba. Mada, nani wa kumchagua? Kibamba ndiyo makao makuu ya wilaya, chama tawala, makao makuu yake ya wilaya. Ndani ya chama tawala wilaya ya Ubungo yapo Kibamba na mwenyekiti wa chama yupo hapa. Nani wa kumchagua Kibamba? Kibamba ndiyo makao makuu ya UWT, umoja wa wanawake CCM wilaya. Makao makuu ya UWT wilaya ya Ubungo ipo Kibamba. Watu wa chama wapo wanajua, kata ya Kwembe huko. Lakini si hilo tu, Kibamba hata mkuu wa majeshi yupo Kibamba. Mkuu wa majeshi makazi yake, ving'ora vyake kila siku ya Ubungo vinalia ndani ya jimbo la Kibamba. Allahumma salli ala. Yupo kata ya Kwembe, Kibamba. Kwa Kibamba, wewe ni mtu muhimu wa kuangalia nani wa kumweka kuilea Kibamba. Lakini si hilo tu, stendi kubwa ya mabasi ya mikoa yote na Afrika Mashariki yapo ndani ya jimbo la Kibamba. Hili jimbo linatakiwa liwe na mtu makini sana, na wewe uwe na maamuzi sahihi sana, kwa sababu ni jimbo ambalo litakiwa ndiyo fahari ya Dar es Salaam. Lazima tupate mtu makini, madhubuti, ambaye atalipa jimbo hili heshima yake. Nani wa kumchagua? Lakini si hilo, kwa habari za chini kabisa, hata mheshimiwa spika wetu wa bunge aliyepita au bunge lililosimamishwa, Mama Ana Makinda Kibamba na mtaa mzima Ana Street, swali ala nabi. Yani kuna kijinjia kinaitwa Ana Street. Manake yupo wapi? Mbona watu wengi jiko dogo? Si wana Kibamba hao, mtaki hao wakawepo. Yupo wapi? Kibamba ni fahari yetu kubwa. Hata makao makuu ya BAKWATA wilaya ya Ubungo na majengo yake na utendaji wake upo Kibamba. Mada, nani wa kumchagua? Hili jimbo likikosa mtu sahihi, likakosa mtu madhubuti, maanake wewe na mimi tumelivunjia heshima jimbo letu la Kibamba. Wewe na mimi ndiye wa kulaumiwa. Nimepewa dakika 5. Baki mbili. Kibamba ndiyo tunu yetu. Sio hapo tu, shule maalumu ya vipawa Dar es Salaam Girls ipo Kibamba. Shule maalumu ya wanawake Dar es Salaam Girls ipo Kibamba. Usipoteze, nani wa kumchagua? Ndugu tuliohudhuria na wageni waalikwa, wana Kibamba tunampongeza sana, tunamsapoti sana, tunajifahari sana na shekhe wetu wa wilaya ya Ubungo kuzalisha fikra ya kutuzindua wana Kibamba tunakoelekea nani wa kumchagua. Jambo kubwa sana hili. Tunu yetu, mgodi wetu huu wa kiwilaya ambao kila ukikaa ukitafakari unachokitoa unatoa ambacho ndicho. Mwenyezi Mungu amtawilishie sana shekhe wetu umri wake na amuimarishie sana afya yake. Nani wa kumchagua? Sallu ala nabi.
Nimalize hotuba yangu kwa maneno yafuatayo. Natamani tujibu hili swali kwa maelezo haya. Nani wa kumchagua? Natamani viongozi au sijibu. Natamani viongozi washike karatasi na kalamu wafuatilie haya maelezo, alafu MC atakuja kujibu nani wa kumchagua. Wakati unashika karatasi na kalamu, hebu andika herufi moja moja, nifuatilie na maana yake. Andika K, alafu uweke sawa sawa, alafu mimi nakupa kirefu cha hiyo K. Hiyo K maana yake kapige kura bila hofu. Tarehe 29 Oktoba kapige kura bila hofu. Chini ya hiyo K andika herufi A, alafu weka sawa sawa. Mbele ya A weka kirefu cha A kwa maana hii ifuatayo. Angalia kwa umakini unayemchagua. Angalia kwa umakini unayemchagua. Baada ya A weka herufi I. Chini ya A weka herufi I. Tambua mada husika, nani wa kumchagua. Hiyo I iwekee sawa sawa. Nakwambia zipange hizo herufi kufika chini. Hiyo I iweke sawa sawa. Mbele ya I, maana hiyo I inawakilisha maneno yafuatayo. Itumie vizuri nafasi hiyo, kwa sababu kwa miaka 5 ni mara moja tu. Allahumma salli ala. Namalizia kidogo. Kumradi. Baada ya I weka herufi R. Baada ya I weka herufi R. Hiyo R ina maana ya kwamba rudi nyumbani ukapumzike. Ukishamaliza wajibu wako tu rudi nyumbani ukapumzike. Baada ya R chini weka herufi U. Sawa sawa, mbele ya hiyo U inawakilisha kwamba usubiri ushindi wa matokeo. Usubiri ushindi wa matokeo. Mwisho nimalizie hotuba yangu na herufi K. Herufi K ikiwakilisha kwamba Kibamba ibadilike. Kupitia kura yako Kibamba ibadilike. Baada ya kuyasema hayo, MC atakuja kusomea hizo herufi kama zilizopangika, nani wa kumchagua. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kushukuru, herufi nimeziandika, lakini baadaye ikipata nafasi, muda wangu ukiruhusu, nitalitamka hilo neno kwa ukamilifu wake.